Mchezo wa Mapinduzi Cup umemalizika ikiwa ni kati ya Dar es Salaam Africans dhidi ya Singida Black Stars, wana ambao wamekuwa wakijuana vizuri, lakini pia washikaji kinoma noma. Yani ni kama Beka kumuita Bakari, kama ambavyo wana wamekuwa wakieleza kitani hivyo kutokana na ule ushirikiano ambao wamekuwa nao, lakini pia viongozi mbalimbali wa Yanga pamoja na Singida Black Stars wamekuwa wakionekana pamoja. Yanga wamefanikiwa kuweza kupata ushindi wa bao 1-0, bao la Maxim pia Nzengeli ambalo linawapeleka Yanga kwenye fainali ya kombe la Mapinduzi katika msimu wa 2026 na tumeshuhudia mchezo ambao umekuwa na matukio mengi, lakini kubwa kati ya matukio ambayo yameweza kujitokeza katika mchezo huu ni pamoja na tukio la Damaro ambaye ameweza kupata kadi nyekundu pamoja na Chuku. Huu ni usajili ambao umefanyika kwa upande wa Yanga katika dirisha hili dogo la usajili, na ndo kwa mara ya kwanza kabisa anaonyesha kiwango chake kwenye Mapinduzi Cup katika msimu wa 2025-26. So kile ambacho amekionyesha Damaro kwenye mchezo huu wa leo ni mchezo ambao unaonyesha kabisa nidhamu yake, naye kuna namna anapaswa kuweza kujichunga, kwa kuwa rais wa Yanga ni moja kati ya viongozi ambao wamekuwa hawana uvumilivu kwa wachezaji ambao hawana nidhamu nzuri. Kama unakumbuka vizuri, kuna tukio la John Boko pamoja na Mukoko Tonombe, moja kati ya viungo ambao walikuwa tayari wamekusha kupata fanbase kubwa kwa upande wa Yanga, lakini pale ambapo waliona kabisa huyu atakuja kunikosti baadaye, aliamua kuweza kumpa mkono kwa heri katika mchezo ambao kama nakumbuka vizuri ulikuwa ni fainali ya FA kati ya Simba dhidi ya Yanga ambao ulichezwa Kigoma kama sikosei katika dimba la Lake Tanganyika, na tulishuhudia kiwiko cha Mukoko Tonombe kwenda kwa John Boko, kiwiko ambacho kilisababisha pia baada ya Yanga kuweza kupoteza mchezo ule na kufungwa bao 1-0, bao ambalo lilifungwa na Tadeo Luanga. So kile ambacho amekionyesha Damaro leo huenda ikawa dalili ya kwanza ya kuweza kumuondosha baadaye, au ule mkopo pindi hapa ambapo itakuwa hauna mafanikio, basi atarudi pale Singida Black Stars na kuendelea kuitumikia timu hiyo kutokana na kile ambacho amekionyesha. Yanga kumbuka ameamua kutemana na Jonathan Soa kutokana na issue hizi za nidhamu. Amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji wazuri, wamekuwa akipatia timu matokeo, lakini kwa upande wa nidhamu kuna namna kama amekuwa akiload kuweza kuendana na kasi, lakini pia kuweza kuhimili pressure ambayo timu inakutana nayo kwenye michezo. So ndo hivyo, Damaro ameweza kupata kadi nyekundu katika mchezo huu ambao Yanga wameweza kutinga fainali, lakini pia na Chuku naye pia ndo hivyo ameweza kuchukua pia umeme wake baada ya kuweza kuonyesha kitendo ambacho sio cha kiungwana, sajili ambazo zimekuwa na aina yake. Damaro nikukumbushe pia kuna wakati aliwahi Damaro, kama nakumbuka, kwenye wakati ambao timu zilikuwa kwenye mapumziko, tulimshuhudia pia akivaa uzi wa Simba, japo hakuwahi kukiri kama anaikubali timu hiyo ama la, lakini ni moja kati ya vitu ambavyo amewahi kuvifanya na kupelekea baadhi ya watu kuweza kuona kuna namna anastahili kuweza kukiwasha kwenye timu za Jangwani, na ndio hivyo wananchi Yanga wakaamua kumchukua na kuendelea na kwenda kufanya naye mazungumzo na kukubali kuweza kuchukuliwa kwa mkopo na kuitumikia klabu ya Dar es Salaam Africans. So tusubiri tuone ni kitu gani ambacho kitaendelea, kama kuna tahadhari yoyote ambayo itatolewa kwa upande wa Damaro ili kuweza kuhakikisha anapata nidhamu, lakini pia anabadilisha kile ambacho amekuwa kikiamini kwa wakati huu. Unajua nidhamu ni moja kati ya kitu ambacho kinahitajika kwa ukubwa kweli kweli, ili kuweza kuhakikisha pia timu inakuwa ina wachezaji ambao wanaaminika, lakini pia unajua una jeshi lako ambalo hata ukilituma sehemu yoyote ile una uhakika kuweza kupata matokeo mazuri, na amna mtu ambaye amekuwa serious kwa upande wa wachezaji kama Engineer Harry said. Pale ambapo anaona mchezaji huyu atakuja kuniaibisha, mchezaji huyu atakuja kunipotezea mwelekeo wa timu yangu, basi amekuwa akitafuta mbadala ambao utakuja kuziba ile nafasi ambayo wewe unajiona ni wa muhimu, lakini pia
pindi ambapo anakutemba basi inakuwa ni kimya kimya, mtu unaondoka, lakini timu inaendelea kupata matokeo mazuri kwa namna ambavyo imekuwa ikiendelea kupambana. Bwana, mimi nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kuturn on notification, na wewe mshikaji wangu kwanza kuweza kupokea taarifa zote za kimichezo pamoja na burudani. Full time Mapinduzi Cup finali tutegemee kati ya Azam FC pamoja na Dar es Salaam Young Africans ambao ndio wataenda kumaliza mashindano haya ambayo huwa yanachezwa katika kuelekea siku ya Mapinduzi ya Zanzibar. Minute official PMTZ_it's PM Short. Ni follow pale Instagram kwa jina hilo, lakini pia kwenye Twitter pamoja na upande wa YouTube kwa PM Online. Usiache kusubscribe, kushare na washikaji zako wajue ni kitu gani ambacho kinaendelea kwenye soka. Till next time.